Hii ni Kwaresma. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi na katika siku hii ya 7 katika mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu. Ninawakaribisha katika dakika 40 za darasa asubuhi ya leo. Mada inayotuongoza ni kutoka misimu mpaka kusudi. From season to reason. From season to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema hivi. Mhubiri, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, tunalo bango letu la dhima linalotuongoza katika dira na mwelekeo wa somo letu ya juu ya msimu na kusudi. Tuna falsafa ya maneno mawili, misimu na kusudi katika maisha ya mtu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Maisha ni mzunguko wa duara wenye misimu mingi, lakini misimu mibaya na misimu mizuri, lakini iliyobeba kusudi katika maisha ya kwetu. Na tuna mwendelezo wa somo letu ambalo tulianza jana, na hapa tunaangalia juu ya misimu na kusudi katika maisha ya Adam. Adam's seasons and reason. Adam's season and reason. Na jana tumepata nafasi ya kuangalia juu ya kujikosoa. Tuliangalia sana juu ya kujikosoa. Somo la leo ambalo ni mwendelezo wa hili la misimu na kusudi katika maisha ya Adamu. Somo la leo ni kutana na wewe. Kutana na wewe, na tunaangalia juu ya inner talk au self talk, msemo wa ndani au kusema ndani ya mtu, namna ambavyo ndani yako unaweza ukasema mambo yakatokea. Na hii ni pati ambayo imebeba psychology zaidi. Ni mada kubwa sana ya kisaikolojia, lakini nitafundisha tu angalau kwa sababu lazima nipite hapo kwenye somo langu. Lakini nazungumza juu ya kutana na wewe, inner talk or self talk. Na sasa usome pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 2 mstari wa 18 na ule wa 23. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18 na ule wa 13. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 23, Biblia inasema Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, asante kwa sababu umelituma neno lako asubuhi ya leo, nalo halitakurudia bure. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo upende kusema na kanisa lako. Utujalie roho ya hekima na akili na utashi na uweledi. Kwa neema yako useme na kanisa lako waziwazi, wala usinyamaze. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, tutakuwa na spidi kidogo leo. Somo ni refu na mada ni nyingi na hoja ni kubwa, na tunapaswa kufika mahali fulani.
na siku zetu zinaenda. Leo ni siku ya 7. Sasa ninaenda moja kwa moja kwenye hoja za kitheolojia na kifalsafa. Hoja za kitheolojia na kifalsafa. Mungu mmoja. Hoja ya kwanza, Mungu na hata Adamu hapa wanaongea kutoka ndani yao wenyewe. Hii ni sauti ya ndani ya kukutoa kwenye msimu na kukupeleka kwenye kusudi. Nitarudia tena. Mungu na hata Adamu hapa wanaongea kutoka ndani yao wenyewe. Hii ni sauti ya ndani ya kukutoa kwenye msimu na kukupeleka kwenye kusudi. Kwanza, Mungu anaposema si vyema huyu mtu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hii katika psychology tunaita ni inner talk au self talk. Anaongea ndani mwenyewe. Kuna wakati mwingine katika kitabu cha Mwanzo Mungu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa anazungumza na watu fulani waliokuwa pamoja naye, na hapa tunaamini juu ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini hapa anaposema si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Anaongea yeye, personal self talk, inner talk. Ni kama ambavyo unaweza ukawa unasema kutoka ndani, nitakuja kujenga nyumba mahali fulani, nitakuja kuestablish my own company. Hii manyanyaso ninayanyanyaswa leo na ajira, kuna siku nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya inatoka. Na hili naomba unisikie sawa sawa, kwa sababu ndilo linaloweza kumtoa mtu kutoka msimu mmoja na kwenda kwenye kusudi. Na Mungu anatoka kwenye misimu mitano ya uumbaji, anaenda kwenye kusudi la kuumbwa kwenyewe kwa dunia. Anasema nitafanya mtu msaidizi wa kufanana naye. The same Adam naye anasema haya, huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mifupa katika mifupa yangu, jina lake ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa kutoka mwanaume. Haongei na mtu mwingine, anazungumza kutoka ndani. Hii inaitwa ni inner talk. Hii ni sauti ya ndani. Kitaalamu inaitwa inner talk au self talk, na inaweza ikawa chanya au ikawa hasi. Kuna wakati mwingine kunakuwa na positive inner talk au negative inner talk. Misemo ya ndani au msemo wa ndani unaweza ukawa hasi au ukawa chanya. Mabibi na mabwana, katika hii inner talk ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikaleta impact ya kukutoa mahali fulani kwenda mahali pengine. Ukuaji wako, utashi wako. Yaani kuna mtu unaweza kusikiliza mhubiri anahubiri alafu ukasema kuna siku nitakuja kuhubiri kuliko fulani. Kwa wale ambao wana huduma iko ndani. Na kama hauna inner talk, umekufa ndani. Ndio maana unaweza ukafikia mahali ukasikia mtu anakuambia mchungaji, nimestaki, hakuna kitu kinafanyika chochote, yani hakuna kitu nafanya kinaenda. Hauna inner talk. Inner talk ikifa, nothing done, hauwezi kuendelea mbele. Sasa kwenye psychology, na ninyi mtakwenda Google, bahati nzuri kuna library na kuna materials nyingi sana. Nazungumza na watu wanaoelewa na wasomi hapa. Ni branch ya psychology na ni nguvu ya ndani. Na nimesema kuna positive inner talk, positive self talk, negative inner talk au negative self talk ambayo inakaa ndani. Unaweza ukatumia self talk au inner talk. Ukienda ku Google utapitia library na vitabu vingi na mawazo mengi ya wana psychology. Na ninazungumza tu kwa kusummarize.
Lakini kama ningeita psychologist hapa afundishe the power of inner talk, even negative or positive, afundishe hapa. Hili ni darasa jingine tena la miezi 6, hatuwezi kumaliza. Kwa hiyo mimi najaribu kusummarize, nazungumza mambo magumu kwa muda mfupi. Kwa hiyo hii hata bubu na mtoto asiyeweza kuongea huwa wanasema ndani. Na labda hapo utanielewa vizuri. Bubu ambaye hawezi kuongea na mtoto mchanga ambaye hawezi kuongea, lakini ndani yao wana inner talk. Wanaweza kuongea ndani, lakini hawawezi kuongea nje. Mtu aliyeko kwenye koma, aliyetoka kwenye operation, yuko kwenye koma, hawezi kuongea. Nasema huyu ni mahututi, hawezi kuongea, lakini ndani ana inner talk, anaweza kuongea. Even hata bubu anaweza kaongea ndani. Kuna wakati mwingine unamuona mtoto anacheka, mtoto mchanga, kichanga kinacheka kabisa kitandani. Sisi tuliokuwa kijijini tunasema anacheka na malaika zake, anacheka na malaika wa Mungu, lakini ni inner talk. Ana stories zake ndani na anaweza kucheka na haongei. Ni mtoto mchanga. Inner talk inaanzia mbali, haianzii hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa huku kusema ndani, yani huku kusema ndani inner talk, huku kusema ndani huku kusema ndani yako, yani inner talk, hutokea pale tu mtu anapokutana na yeye au unapokutana na wewe. Huku kusema ndani yako inner talk kunatokea pale tu unapokutana na wewe. Once unapokutana na wewe ndipo ambako unaanza kufikiri, na ndipo panapotokea hiyo inner talk, ama iwe negative au iwe positive. Na hapa nitapenda kuonyesha juu ya bango la inner talk. Hapa ni inner talk. Hii ni inner talk, self talk, nguvu ya kutoka kwenye msimu kwenda kwenye kusudi. Kwa hiyo mtu ambaye anakwenda kwenye meditation, mtu aliye na tabia ya kwenda kwenye meditation kulingana na dream, vision aliyonayo na mpango mkakati wa kimaisha alionao. Inaweza ikawa ameenda kwenye trip, inaweza ikawa yuko nyumbani, anaweza akawa na drive gari, anaweza akawa mahali popote. Lakini hii ni inner talk, ni mtu mmoja, lakini ndani yake anasikia kusema nitafanya kitu fulani, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Na ni nguvu inayoweza kumtoa kutoka msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine, na inamtoa mahali ambako wakati mwingine ama mahali ambako amejeruhika, ama mahali ambako amekata tamaa, ama mahali ambako anataka kutoka heshima mpaka heshima, kutoka nguvu mpaka nguvu, kutoka utukufu mpaka utukufu. Anataka kuraise karama na huduma na kipawa. Anataka kuraise hali yake ya kibiashara na mtaji. Anataka kuraise hali yake ya kisiasa na influence. Anataka kuraise hali yake fulani ya kiuongozi. Ndio hapo ambako anakuwa na hiyo self talk. Na ukiona, narudia tena, mtu amestuck, yani biashara iko pale pale, maisha yako pale pale, huduma iko pale pale, hakuna kitu kinaenda, ni kwa sababu ndani yako pia haukutani na wewe. Ndio maana nimesema kutana na wewe. Na enda hoja ya pili. Hoja ya pili kwa haraka. Oh my God. Kutana na wewe. Kutana na wewe. Na ninakuomba tafadhali, ninaongea na wewe leo. Kutana na wewe. Katika maisha yako umekutana na mengi mazuri na mabaya kwenye misimu tofauti tofauti. Katika maisha yako umekutana na mengi mazuri na mabaya kwenye misimu tofauti tofauti. Umekutana na hasara, umekutana na magonjwa, umekutana na misiba, umekutana na mateso, umekutana na balaa, umekutana na kukataliwa, umekutana na watu wabaya, umekutana pia na majungu, umekutana na fitina, umekutana na njaa na kadhalika na kadhalika. Sasa ni lini utakutana na wewe ili kutoka kwenye misimu na kwenda kwenye kusudi? That's the question. Umekutana na vitu vingi katika maisha yako, lakini kama hautakutana na wewe,
Hakuna kitu ambacho kinaweza kikatokea kwenye maisha ya kwako, kwa sababu utaendelea kubaki na sonona la msimu. Na wakati mwingine unaweza ukawa ni mtu wa viwango vile vile na kubaki kwenye level ile ile. Na hii ndio shida tunayopata, kwa sababu tunakutana na vitu vingi sana katika maisha yetu, vingi fululizo. Naweza tukakutana na nyakati mbaya, tunaweza tukakutana na nyakati nzuri au misimu mibaya au na misimu mizuri, lakini ni lini unapata nafasi ya kusema ninakutana na mimi nataka kuwa kimya? Na kuna wakati mwingine unaweza ukawa unapitia mapito fulani, lakini kuna wakati kabisa unajisikia kutoka ndani, I want to be alone. Nataka kuwa peke yangu. Nataka kuwa peke yangu. Yesu alikutana na yeye mara zote. Alikuwa mlimani, alikutana na yeye peke yake. Sema na usiku ule alikuwa peke yake huko mlimani. Alikaa jangwani miaka 40, siku 40 peke yake, na kule alikutana na yeye mwenyewe akijadili namna atakavyokoa na kuikomboa dunia. Lakini pia Ibrahimu, lakini pia Musa alienda mlimani, alikutana na yeye, akakaa hapo siku 40 alipokuwa anapokea amri 10 za Mungu. Watu wenye mambo makubwa na wanaotazamia kufanya mambo makubwa ni wale waliokutana na wao. Na mimi nataka niseme kutana na wewe. Hii positive inner talk inatokea pale mtu anapojifanyia tathmini binafsi na kuamua kusema ndani yake, ninaacha hiki na ninafanya kile. Hii positive inner talk inatokea pale mtu anapofanya tathmini binafsi na kuamua kusema ndani yake, nitaacha hiki na nitafanya kile. Hii ni nguvu kubwa sana ya ndani ya mtu. Hii ni nguvu kubwa sana ndani ya mtu. Naomba tena unirudishie lile bango la self talk. Hapa unaona mtu anajadili, anasema sasa nimeenda kwenye hasara, nimekunywa pombe siku zote, haijanisaidia. Nimekuwa na michepuko ya kutosha, haijanisaidia. Nimepoteza muda wangu katika vitu vingi, haijanisaidia. Nimetengeneza marafiki ambao wamejeruhi moyo wangu siku nyingi, haina maana. Ana talk, self talk, nitaacha hiki na nitafanya hiki. Nimelala sana tangu nimezaliwa, lakini nataka sasa kuongeza muda wangu wa kufanya kazi. Kwa hiyo nitabadilisha ratiba yangu ya kuamka na ratiba yangu ya kulala. Nitaanza kuhudhuria masifu ya asubuhi, nitaamka asubuhi. Na anazungumza namna ambavyo anataka kuacha hiki na anataka kufanya hiki. Hapa anaweza akasema, ninaona kabisa biashara yangu inashuka, pengine ni kwa sababu sijaboresha daftari langu la hesabu. Kuna mambo ambayo sijayafanya sawa sawa, na mimi nataka kuacha hiki, nataka kufanya hiki. Hii ni Kwaresma ya kukutana na wewe. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya! Hiyo ni self talk. Hoja ya tatu, baadhi ya watu wachache miongoni mwa wengi katika Biblia waliotoka kwenye misimu na kwenda kwenye kusudi kwa kusema ndani katika hisia chanya, positive inner talk na self inner talk. Baadhi ya watu wachache miongoni mwa wengi katika Biblia waliotoka kwenye msimu na kwenda kwenye kusudi kwa kusema ndani yao katika hisia chanya, positive inner talk or self inner talk. Wa kwanza ni mzee Yakobo, baba yake Yusufu. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango 45 mstari wa 28, Biblia inasema hivi: Yakobo, yaani Israeli, akasema, yatosha, Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Israeli akasema, yatosha, Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. I will go, nitakwenda, ya Yakobo. Kabla ya hapo alikuwa na negative inner talk.
inner talk. Hebu soma negative inner talk yake katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 37 mstari wa 33 mpaka wa 35. Biblia inasema hivi, Mwanzo 37, 33 mpaka 35. Biblia inasema akaitambua akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu ameraruliwa. 34. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe kwa siku nyingi. 35. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutuliza, akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia. Sasa nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kuzungumza juu ya Yakobo. Kulikuwa kuna double talk kwa nyakati tofauti katika maisha yake. Ya kwanza ilikuwa ni positive, ilikuwa ni negative inner talk. Alipoletewa taarifa ya kwamba aliletewa nguo, sio taarifa, hata nguo. Watoto wake walimuuza Yusufu, wakachukua kanzu nyeupe, wakachinja mwanambuzi, wakaitia damu, wakaja wakamwambia baba yake, tambua kama hii ni ya mwanao. Ndani yake kilichotokea ni inner talk ambayo ni negative inner talk. Ikamweka kwenye msimu wa maombolezo na machozi na uchungu wa daima. Wakainuka watoto wake, akalia. Hawakumwambia kwamba baba, Yusufu ameraruliwa. Walimuonyesha nguo. Ndani yake akawa na negative inner talk. Negative inner talk ni kama unapata kesi, alafu unasikia ndani yako umeisha, na wewe mwenyewe unasema nimeisha mimi tena hapa basi, kwa hasara hii niliyopata kwenye duka hili basi, kwa madeni haya basi, sintakaa niweze kulipa tena, hii nakufa. Na mwingine ananipigia, mchungaji, niombee nife, Mungu anipokee mbinguni leo leo. Kwa nini? Nina madeni ambayo hayalipiki, nina aibu ambayo nimepata kazini, nimesingiziwa, nina kashfa, yani mchungaji, niombee tu mimi, nimesha maisha hapa basi, acha niende mbinguni. Nikamwambia, uende mbinguni kwa sasa, maana yake bado hujafanya chochote, unatuachia hasara na madeni, ubaki hapa. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Hizo ni negative inner talk na zinakushikilia kwenye msimu. Nataka niseme hii ni branch ya psychology, na ninazungumza psychology na Biblia hapo hapo kwa haraka. Lakini nataka nikuhakikishie, Yakobo alikuwa na hiyo negative self talk, hisia ya msemo wa ndani ambayo ni hasi. Akasema, bila shaka mwanangu ameraruliwa na mnyama mkali, Yusufu amekufa, nitasikitika mpaka kuzimu. Yani alienda mpaka destiny yake, kwamba mpaka kuzimu. Sasa ndugu zake wanakuja kutoka Misri, wanamwambia Yusufu baba yao, wanamwambia Israeli, wanamwambia Yakobo baba yao, Yusufu angali hai, naye ni mtawala katika nchi yote ya Misri. Yakobo akabadilisha ndani yake saa hiyo hiyo, ni msimu wa miaka. Yusufu alienda na miaka 14, 13 mpaka 15, wa saikolojia wanasema. Kwa hiyo msimu wa Yakobo wa machozi ulikuwa ni 15 years, miaka 15 ya machozi, na yeye anataka kwenda kuzimu. Wa falsafa na wa saikolojia wengine na wa theolojia wengine wanasema Yakobo alilia kwa kiwango kikubwa sana miongoni mwa wanadamu ambao waliwahi kulia duniani. Miaka 15 ya maombolezo. Hataki kutulizwa na mtoto wake wa kiume wala wa kike. Watoto wake wakija wakimvalisha nguo anararua. 15 years yupo kwenye sonona ya msimu uliopita. Na mimi nataka niwaambieni hivi leo ya kwamba hakuna kitu kinacholemea kama msimu unapotokea kwenye maisha yako na ukashindwa kuachana nao. Na kilichoshikilia msimu ni inner talk, msemo wa ndani, pale ambako alisema nitasikitika mpaka nitakapokufa.
hakuna kitu kibaya kama unasikia mtu anatamka kutoka inatoka. Sisi au sio sisi, anasema mimi ni fungu la kukosa. Mimi ni fungu la kukosa. Mimi ni fungu la kukosa. Mimi ni wale tusiotakiwa. Na hata akija kwenye kikao cha ndugu anasema msiyemtaka kaja. Yaani wamekaa ndugu hapa, wamekaa kwenye organization, kwenye taasisi, anakuja tu self talk. Ana msimu wa kukataliwa kwenye taasisi na ameshikilia huo msimu wa kukataliwa. Na akija kwenye kikao, akifika anasema mnaosema mseme msimtaka mnitake, msimtaka kaja. Yaani hivyo. Na Yakobo alisema Yusufu mwanangu ameraruliwa, amekufa, sintaka nimuone, nitasikitika mpaka kuzimu. 15 years yule pale mwangalie inatoka anavyosikitika ya kwamba mpaka kuzimu sintaka nimuone mwanangu, haitaka itokee, it will never happen kwenye maisha ya kwangu. Anachosikitishwa nacho ni damu ya mbuzi, sio damu ya mtoto. Ni damu ya mbuzi tu imepakwa kwenye nguo ya mtoto wake, lakini inatoka imemletea msimu wa miaka 15 solid. Somo letu linasema from seasons to reason, kutoka msimu mpaka kusudi. Na maudhui, malengo ya somo ni inner healing, uponyaji wa ndani, uponyaji wa ndani ambao unamtoa mtu kutoka kusudi, kutoka msimu kwenda kwenye kusudi. Sasa naomba urudishe tena hiyo picha ya huyo mzee anaelia na nguo yake iliyo na damu ya mbuzi. Anapolia Yakobo kwa miaka yote na nguo yake aliishika hivi kwa miaka 15, msimu wa machozi. Lakini ghafla anabadilisha na anainuka tena na self talk nyingine ya kubadilisha msimu. Akasema yatosha. Nimelia vya kutosha. Yule pale, nimelia vya kutosha, nimeomboleza vya kutosha. Enough is enough. Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Oh my God, washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. You know, katika hiyo inatoka ilimbadilisha Yakobo, akaenda Misri, akapokelewa na Farao, akapewa kukaa kwenye executive and prime area. Wale mliofika Egypt mnajua mahali ambako Yakobo na watoto wake walikaa ndio mahali pekee penye mfinyanzi pa 15% katika nchi ya Egypt. Asilimia zaidi ya 85 ni jangwa, ni mawe, ni miamba. Lakini pale Gosheni ni mahali ambako Yusufu alimweka baba yake na ndugu zake, ndiko kulikuwa kuna mfinyanzi, ambao mfinyanzi huo baadaye ulikuja kugeuka wakawa wanapigia matofali ule mfinyanzi. Oh my God, oh my God. Kwa hiyo changing kutoka kwenye msimu mmoja wa Yakobo kwenda kwenye msimu mwingine ilikuwa ni kubadilisha namna ambavyo inatoka ndani ya mtu inavyoweza kubadilisha. Oh my God, oh my Lord. Mtu wa pili, naenda kwa haraka, muda wangu hautoshi. Somo zuri, somo linatakiwa, muda hautoshi. Kule mtu wa pili ni Musa kule porini, kwenye pori la Afrika karibu na mlima Sinai. Musa alisema hivi, inatoka ya Musa. Alisema, Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 3, Kutoka 3:3, Kutoka 3:3. Inatoka ya Musa, inatoka ya Musa, na kama anavyoonekana hapa inabadilisha kabisa maisha ya kwake, inabadilisha kabisa msimu wa kwake, inabadilisha kabisa mahali ambako alipitia. Alikuwa na kesi ya mauaji, kesi ya mauaji ambayo inatoka ilimuondoa. Alikuwa na negative inatoka, ikamfukuza Misri, kwamba Farao akijua jambo hili atakuua. Kwa hiyo anaondoka na kesi. Amekuja amekaa miaka 40 kwenye huo msimu, anahangaika kulisha kondoo,
amekaa kwa baba mkwe wake, anafanya kazi kwa baba mkwe. Lakini siku ambayo alikutana na kijiti kinachowaka bila kuteketea, Biblia inasema ndipo Musa akasema kutoka ndani, nitageuka sasa. That is inner talk. Nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na kwa sababu kijiti hiki hakiteketei, nitageuka sasa. Inner talk. Anaongea kutoka ndani. Na ninyi hamjawahi kujua ya kwamba kama haujasema kutoka, na kuna vitu vingi, kuna inner talk nyingi zinakuja, lakini wakati mwingine unazipotezea kwa sababu hata ujui. Lakini nataka nikuambie, hiyo inner talk aliposema nitageuka sasa niyaone haya maono makubwa, ndivyo alivyogeuka. Yule Farao aliyemkimbia alirudi. Ni mtu mmoja na fimbo yake tu mkononi, alimpiga Farao na serikali yote. Alikuja akamzamisha Farao pamoja na majeshi yake katika bahari ya Shamu. Ni mtu mmoja ambaye alisema nitageuka sasa. Aliigawanya bahari ya Shamu. Yani alifanya mambo makubwa. Musa alikutana na Mungu uso kwa uso. Musa ndiye ambaye alishika Torati na sheria, Musa. Lakini ni kwa sababu ya inner talk ikabadilisha atmosphere na msimu na misimu iliyokuwa imeshikilia maisha yake, na akaenda kwenye kusudi. Mimi nina wasiwasi sana juu ya watu ambao wana mambo makubwa na kuna inner talk ambayo ni very positive, inayoongea na wewe, na wakati mwingine inayosema ndani yako, lakini wakati mwingine unaishi bila kujua hiyo nguvu iliyoko ndani yako. Inner talk nyingine, mtu wa tatu. Sema mtu wa kwanza Yakobo, wa pili Musa. Mtu wa tatu, mwanamke aliyekuwa na kansa, saratani ya kizazi. Mwanamke aliyekuwa na kansa au saratani ya kizazi, katika kitabu cha Marko ule mlango wa 5 mstari wa 28 mpaka wa 29. Marko mlango wa 5 28 29. Biblia inasema hivi: maana alisema, yule mwanamke mwenye kansa, maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kusema jinsi ambavyo huyu mwanamke alikuwa na kansa ya miaka 12. Ametibiwa na madaktari mengi. Ameenda India several times. Ametibiwa Ocean Road several times. Na kansa yake overstage. Ni kama haiwezi tena kutibika. Lakini inner talk. Aliposikia habari za Yesu, akasema ndani ya moyo wake, nitakwenda, nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Ni yule mwanamke pale, unamuona? Ni inner talk. Haombi, hakemei pepo, hakemei saratani. Katika jina la Yesu, pepo wa saratani toka. Inner talk. Usidharau kitu kinachosema ndani yako. Wewe umebeba uungu ndani yako. Pale anagusa tu pindo la vazi lake, na ndani alishasema nikigusa tu nitapona. Na hapo hapo saratani ikapona. Ndio yule pale anashangilia amepona. Inner talk. Yani kama kuna wanangu wanaimba hapa, lakini kama ninyi waimbaji mnaoimba hapa, kama haujawahi kusema nitaimba kiwango cha kuitikisa dunia, utaimbia tu hapa Kijitonyama kwa Limaua na Mtogole na Tandale, utaishia hapa hapa. Lakini you must talk. Lazima uwe na inner talk. Yani hauna jero, unaishi kwenye nyumba ya kupanga yenye mlango wa gunia, kama hauna inner talk ndani, utabakia pale pale. Lakini lazima uwe na inner talk kwamba hata kama hii kodi ya hii nyumba ya kupanga yenye mlango wa gunia leo inanishinda, lakini kuna siku nitakuwa na gorofa hapa. Kuna siku nitakuwa na nyumbani kwangu. Usidharau hilo neno, litatokea kabisa, litatokea. Mimi nilimwambiaga mama yangu, tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ya udongo, umaskini umekithiri, maisha ya tabu, umaskini uliopindukia, uliokithiri.
Na nikamwambia mama yangu, nichomee mahindi, nichomee ndizi, nipikie ugali. Mama anakuja kukijengea nyumba, paka watu wakipanda na hii barabara watakuwa wanaangalia huko nyumbani. Kanjangi seya, kialema wa membenyi wa mtula. Kialema huyo na wasa huyo nyo erima. Yani unaniambia imeshindikana kwa watu wenye maana, baba yako na babu yako wameshindwa kwenye huko. Wewe utaweza. Sasa leo naendaga namwambia mama, unasema sasa, woi, kila mtu akipanda na hii barabara anaangalia huko nyumbani. Ni inatoka. Inatoka. Na mimi nataka niwakumbushe, uliwahi kusema nini? Uliwahi kusema nini? Kuna watu ambao mmesema mkiwa watoto kabisa, unachezea vifuu, lakini una inatoka ndani yako. Umewahi kusema nini? Kuna watu ambao yuko, kuna mmoja alifeli form 4 akafeli mara 3, form 6 akafeli si mara ngapi, lakini wakati anafeli matokeo anayasoma amepata 0, akasema mimi nitakuwa profesa tu. Na kweli baadaye alikuja kufaulu na sasa ni profesa. Inatoka kutoka ndani. Oh my God. Muda wangu. Oh, mtu wa tatu ni mzee Ibrahim na Sara. Mtu wa tatu, mzee Ibrahim na Sara, mama yake Isaka, walikuwa na negative inatoka. That is very bad indeed. Katika yote haya, hii ndio nataka uiangalie, kwa sababu most of people tuna hiyo negative kama ya Ibrahim pamoja na ya Sara. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 17 mstari wa 17. Mwanzo 17:17. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, inatoka, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto, naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ni malaika amemwambia Ibrahim, unazaa mtoto wa kiume, naye ndani nitatoa taifa. Inatoka ya Ibrahim ilikuwa ni negative inatoka. Alikuwa na msemo ambao ni hasi. Nasema, je, mtu mwenye umri huu atazaa? Lakini pia kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 18 mstari wa 12. 18 Mwanzo 12. Biblia inasema, kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake, akasema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu ni mzee. Wote walikuwa na positive, walikuwa na negative inatoka. Lakini kwa sababu wale pale mzee Ibrahim na Sara mama yake Isaka walikuwa na negative inatoka, msemo hasi wa ndani, Na sasa karibu asilimia 80 mpaka 90 ya binadamu wengi hapa duniani wana hii. Na hii ndio pale nasema, Mungu ninaamini nisaidie kutokuamini kwangu. Most of people sema, Mungu ninaamini nisaidie kutokuamini kwangu. Kuna wakati hapa nasimama kutangaza msamaha wa dhambi, na wauliza, je, unaamini ya kwamba msamaha ninaokutangazia ni msamaha wa Mungu mwenyewe? Na je, unaamini ya kwamba umesamehewa dhambi zako zote? Kama ndivyo, sema ndio naamini. Mungu nisaidie kutokuamini kwangu. Ndio hii. Ni Mungu anasaidiaga. Yale ambayo Ibrahimu alifikiri mtoto hatazaliwa, inatoka ndani, ilikuwa kwamba mtoto hawezi kuzaliwa kwa sababu ya umri. Ndio wakati ambao Mungu aliamuru mtoto akazaliwa. Oh my God. Kwa hiyo Sara moyoni mwake naye alicheka hivyo, inatoka. Lakini kwa sababu ya kusudi la Mungu, Mungu ana kusudi la kuibariki nyumba hii, ana kusudi la kuibariki dunia. Anasema potelea mbali. Hata kama Ibrahimu hataki kushifti, yani msimu wa utasa ulimshikilia Ibrahimu kiwango ambacho Mungu anakuja anamwambia utazaa mtoto, lakini inatoka ndani, inagoma. Anasema hapana, kwa umri huu sio sawa na wala haiwezi kutokea. Oh my God, oh my God, oh my God. Utaendelea kusoma mwenyewe. Mimi napita tu, lakini utakwenda kufanya revision. Mtu mwingine ni mwana mpotevu. Yeye alisema na kuzingatia moyoni, nitarudi kwa baba yangu na kumwambia nimekosa. Nitarudi na kumwambia baba yangu nimekosa. Katika kitabu cha Luka ule mlango wa 15 mstari wa 17 na wa 19. Mlango wa 15 Luka 15 17 19. Biblia inasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, inatoka, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. 18. Nitaondoka, nitakwenda, I will go
kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. 19, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Na hii ni Kwaresma ya self talk. Hakuna namna unaweza ukaacha dhambi kama haujasema huyu ni mwana mpotevu. Self talk anaongelea hapa, analisha nguruwe, anakula na nguruwe, analala kwenye banda la nguruwe. Hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. Zitafakarini njia zenu. Bwana Mungu anasema katika neno kuu tulilosoma, tubuni basi mrejee, zipate kuja nyakati mpya za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Self talk anaongelea pale. Mimi mambo ya kitapeli, ya kutapeliana hapa mjini, wanaotaka kumpokea Yesu, funga macho, njoo hapa mbele, funga. Sina mpango. Unafunga macho unaenda kwa mganga wa kienyeji kumpokea Yesu? Yesu ametuvalisha suti sisi. Wewe nikwambie, njoo ukiwa umefunga macho. Njoo kwa Yesu mchana, wachawi wakuone, waanga wakuone, oh my God, oh my God, oh my God. Unamuonea Yesu haya. Mimi ni miongoni mwa wahubiri na hubiri nasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa kuwa ni uweza wa Bwana uletao wokovu kwa kila aminie. Wachache wasioionea haya Injili wampigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Yesu ni mzuri, Yesu anaokoa. Tubuni dhambi. Washindi wachache wangesema amina. Rudisha mwana mpotevu pale. Mwana mpotevu anasema, nitarudi niende kwa baba yangu, nitaondoka. Self talk, kubadilisha msimu. Kubadilisha msimu na misimu. Amepita kwenye misimu ya utapeli, amepita kwenye misimu ya umalaya, amepita kwenye misimu ya menyang'anywa vitu na machangudoa mjini, ametaabika, ana misimu kibao, lakini he must stop the seasons na aende kwenye reason. Self talk, it is needed pale. Sasa baada ya self talk, nataka uonyeshe alivyoenda. Baba yake alimuona kutoka mbali. Kwa baba yake ni pale, can you imagine? Pale kwenye nguruwe na pale kwa baba yako. Kwa baba yako kuzuri. Njoo mwenye dhambi, acha dhambi na uasi. Hii ni Kwaresma. Anasema, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Self talk. Anazungumza na baba yake. Baba yake amevaa vazi la dhahabu. Baba yake amevaa kitani. Baba yake ni tajiri. Nyumbani kwao ni pale pazuri jamani. Mungu utakuja kunipa nyumba kama hii siku moja, pazuri eti. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Baba yake anamkumbatia. Haogopi harufu ya nguruwe, haogopi chochote. Ahimidiwe Mungu anayetusamehe dhambi zetu, anayetuondoa kwenye maisha ya misiba na aibu. Mabibi na mabwana, je, unahisi nini ndani yako? Kutana na wewe. Maisha ni marefu kuliko msimu. The life is too long more than seasons. Kwa hiyo maisha ni marefu kuliko msimu. Kama mwana mpotevu anavyopokelewa, ni maombi yangu ya kwamba Mungu akusaidie uweze kupokelewa wakati huu wa Kwaresma ya mwaka huu. Inner talk, self talk ni nguvu ya kutoka kwenye msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine, kwenda kwenye kusudi ambalo Mungu ameliweka katika maisha ya kwako. Sema sasa kutoka ndani yako, unataka kufanya nini? Please talk. Please talk. The life is too long more than season. Maisha ni marefu zaidi kuliko msimu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba usimame. Naomba usimame mahali ulipo. My time is over. Inua tu mkono wako juu. Funga macho yako. Nataka kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, umelituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litakurudia na nguvu na uweza na shabaha na malengo, na litakurudia likiwa limefanya kazi katika mioyo ya watoto wako. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii
kila negative talk iliyofunga maisha ya watoto wako hawa, wanashindwa kutoka kwenye msimu kwenda kwenye kusudi. Wengine wamebeba hasira na vinyongo na chuki na maumivu ya daima. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii, ninafungua maisha ya watoto wako, ninafungua fikra na fahamu za watoto wako, ninawaficha katika mikono yako yenye rehema hivi leo. Ninatangaza msimu na ninatangaza nyakati za baraka katika maisha yao. Ruhusu ile sauti ya ndani, ule msemo wa ndani uliobeba kusudi, unaoweza kuwatoa watoto wako kutoka heshima mpaka heshima, kutoka nguvu mpaka nguvu, na kutoka neema mpaka neema, na kutoka uwezo mpaka uwezo, na yatendeke. Bwana, ibariki siku hii ya leo, uso wako uende nasi, na zibarikiwe kazi za mikono yetu, na ubarikiwe Bwana katika maisha yetu, na utupe neema na akili ya kutafakari na kujua. Tusaidie pale tuliposema negative kwenye maisha yetu, tunafuta kwa damu ya Yesu. Nasi tunatangaza waziwazi kwa damu ya Yesu inenayo mema, inayotunenea positive kwenye maisha yetu, ikitunenea mema daima. Baba, ninaomba ukubali mafungo na sala na dua za watu wako. Baba, naomba usikubali dhabihu na sadaka na nadhiri za gharama za watu wako katika Kwaresma ya mwaka huu. Sema na watoto wako, utubariki sasa na milele, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na sasa tumpigie Bwana makofi mengi. Ninaomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu.